Karibu tena mtazamaji. Hapa naona kidogo nitakuwa kama nanio, nitaitisha ile fire extinguisher kidogo. Kama Jeff. Zima moto. Tuangalie kubuniwa kwa hiki chama kwa sababu kumeleta hisia tofauti katika ulingo wa siasa. Je, kwa sababu tunapoangalia wengi wanasema kwamba chama chochote cha siasa kinastahili kuwa na sura ya kitaifa. Lakini inasemekana kwamba hiki chama ni cha kijiji ama chama cha eneo fulani la kisiasa. Ni kweli. Kwa sababu tunapoangalia wale viongozi tuliowaona jana, wewe Julia Ojambo na Babu na Mwamba ni kama jirani na mwenzake, kuombana chumvi hapa tu jirani na mwenzake. Kwa nini mkakibuni chama hicho na sura ambayo inaonyesha ni ya eneo hilo peke yake bila utaifa kuonekana? Mwanzo wale ambao walikuwa kule jana nafikiri waliona sura yote ya chama. Nyinyi watu wa media wameongezea sura tatu. Sura yangu, sura ya Julia Profesa na sura ya Ababu na Mwamba. Labda mnatuona kama sisi ndio viongozi wa hicho chama. Lakini ukiangalia NEC ya NEC mpya hii chama, mwenyekiti ni Julia na si mtu mgeni. Kwanza sijui kwa nini sasa chama kinaonekana kama ni chama cha kijiji, na kilikuwa pale, si hatujakiunda, na kuna nafasi ambayo ilikuwa ya nje ambayo imerudishwa nyumbani. Julia alikuwa chairperson wa chama. Secretary General alikuwa kubebea, ambacho kiti mimi nimechukua, na viongozi wengine ambao wameingia na sisi ni kutoka sehemu zingine. Kwa mfano organizing secretary ni Peter Ole Musei kutoka Umasaini. Treasurer ni Mutemi kutoka Patrick kutoka Kitui. National Deputy Party Leader ambaye atakuwa naibu wa Ababu ni Esther Kondo kutoka Kilifi. Kwa hivyo chama kiko na nafasi zote na sura ya Kenya, japokuwa chama kina wale viongozi ambao wamewekwa kwa mstari wa mbele kwa sababu ya ile shughuli ambayo tuko nayo kuelekea 2017. Haisemekani kwamba chama sasa kimekuwa cha kijiji. Niulize swali moja na ambalo NEC yenyewe iko na watu 27 na wanatoka pembe zote za nchi. Kwa hivyo ni kwa vile Ababu yuko pale na ameingia chama ambacho kilikuwa na kiongozi alikuwa kutoka Busia, sasa imekuwa ni amekiunda chama kipya. Na Profesa, si jambo geni kwa sababu hata unapouliza wale watu tetesi ambazo ziko leo, unaangalia kwamba vyama vyote ambavyo tumevitaja kutoka eneo hilo, sijui ANC kama ina utaifa, unaangalia Ford Kenya, unaona sasa Khalwale ameingia pale, unaona kwamba ni kama chama ambacho kiko pale, unajaribu kuvutia kura za Wabukusu, kura za Wamaragoli, kura za kina fulani. Je, kuna utaifa wowote ambao unaonekana katika eneo la magharibi? Ukweli ni kwamba katika vyama vya Kenya, misingi ya vyama vya Kenya ambavyo vinaundwa ni kwamba baadhi niseme tu vyama vyote ni kwamba unapotaja iliyokuwa TNA ilikuwa ni kama Central Kenya, ulipotaja URP ilikuwa ni Rift Valley, ulipotaja ODM ni Luo Nyanza, sio Nyanza yote, Luo Nyanza. Unapotaja Ford Kenya unajua ni Bungoma. Unapotaja ANC ndio unakuta pengine ANC ya Musalia Mudavadi ni Vihiga, Kakamega na kadhalika. Wiper unajua ni Eastern ambayo ilikuwa kwa Kamba na kadhalika. Sasa ni jambo ambalo lina misingi tofauti katika Kenya. Katika historia yetu ni kwamba vyama vingi huwa na misingi ya kikabila kabla kuwa na misingi ya kitaifa. Kila ambacho pengine LPK inafaa pengine kutetea ni kwamba mbona party leader Ababu na Mwamba kutoka Busia, chairman Professor Julia Ojambo kutoka Busia, alafu Makali kutoka Bungoma. Hao ni watatu, lakini amesema kwamba katika kuna wengine kule nje ambao hawatukuwaona. Kuna 27. Naam, wacha tungoje tuone kwa sababu wengi wanasema hakuna utaifa katika LPK. Tunangoja tuone. Kwa sababu list ya officials imetoa. Wewe binafsi unaongeza nini katika hilo kapu? Kwa sababu unasikianga unapochagua mtu unaangalia analeta nini. Mimi wale ambao wamenichagua najua uchupavu wangu katika kazi yangu. Kazi yangu ya kisiasa kama strategist na pia kama kiongozi ambaye anaelewa jinsi siasa ya Kenya inavyoenda, wanategemea mimi kutoa huo mwongozo mahali tutaelekea. Haya, asanteni sana. David Makali ni katibu mkuu wa LPK. Shukrani sana kwa muda wako, na Profesa Morris Amutabi ambaye pia ni mjuzi wa masuala ya kisheria kisiasa, wakati mwingine pia unatoa wa kisheria. Asanteni sana kwa muda wenu. Mtazamaji, muda si muda tutaingia katika awamu ya pili ya taarifa hizi za Dira ya Wiki. Jina langu ni Zubeida Kome, usiende mbali, lakini kwa sasa tupate Je, wakumbuka? Waseme vile watasema, tutajitetea mpaka huko, na wajue ya kwamba yao ni kama ile ya fisi.
Ile fisi ambayo inafuata mtu kwa sababu inaona mkono ukienda namna hii, fisi inafikiria hii mkono utaanguka lini ni kule. Wajue ya kwamba watagojea na mwishowe vile wamefikiria ya kwamba itaenda, Mwenyezi Mungu mwenyewe atapanga mengine.